Leo tutawafundisha kitu kinaitwa unga bora wa uji, lakini uji huu ni wa kishua. Ni tofauti na ule tuliouzungumzia kwenye video iliyopita. Tunauita uji wa kishua kwa sababu baadhi ya vitu inawezekana katika eneo unalokaa havipo, lakini pia kama vipo, bei yake inaweza ikawa juu kidogo, tofauti na kawaida. Uji huu kwa kweli una virutubisho vingi sana. Hapa tunazungumzia protini. Kwenye gramu 100 za unga huu ina protini kama inaelekea gramu 24, kitu ambacho kimekaribiana mpaka protini zile za wanyama kama protini ya samaki, protini ya kuku, protini ya nyama ng'ombe, mpaka protini ya mayai kwa gramu 100. Kitu cha kwanza kwenye uji huu tunasema ni oats. Kwa Kiswahili, shairi. Kwa kiasi kikubwa hii inaenda kutupatia wanga, lakini pia oats zina protini na mbali na protini pia zina mafuta. Lakini kitu kikubwa ambacho tunakipata kwenye oats ambacho kina faida za kiafya kinaitwa beta-glucan. Inafahamika kwa kuwa na faida nzuri kwenye afya ya moyo, zina faida nzuri kwa watu ambao wanalenga kupunguza cholesterol, inasaidia pia kwenye watu wanaotaka kubalansi sukari. Kama unahitaji unga wa lishe ambao umeandaliwa kwa ubora na salama kwa matumizi ya familia yako, tafadhali wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Atakupatia unga salama kwa matumizi ya kila siku. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Pia oats zina magnesium ambayo tunasema inasaidia kwenye afya ya mifupa, na pia ina madini chuma na zinki. Kwenye mpande wa oats hapa utaweka kilo 1. Kitu cha pili ni soya lishe. Kama tulivyosema hapo awali, soya lishe ni kati ya mimea ambayo ina protein iliyokamilika. Tunaposema protein iliyokamilika, tunamaanisha kuna vitu vinaitwa essential amino acids. Ni protein ambazo zinakuwa kwenye chakula. Sasa ikisha kuwa na zile tunazosema essential 9 zote, tunasema hiyo ni protein iliyokamilika. Na soya ina hizo hapo. Ndio maana tunasema protein yake inakaribiana sana na ya wanyama kama samaki, nyama, mayai, maziwa. Zinakaribiana sana kwa sababu na yenyewe ina essential amino acids. Pia soya ina kitu kimoja cha msingi kinaitwa isoflavones. Ni kizuri sana kwa upande wa vichocheo kwa maana ya hormone na afya ya moyo. Tafiti ambazo zimefanyika zimeweza kuona kwamba inasaidia sana kwa wanawake ambao wameshafika menopause, huwa wanapata kitu kinaitwa hot flashes, yani kama mwili unapata joto. Tafiti zimeonyesha kwa mtu ambaye anatumia soya mara kwa mara katika umri huo inasaidia kupunguza hicho. Lakini pia kwa upande wa afya ya moyo, hizo isoflavones zinasaidia. Lakini pia na upande wa anti-inflammatory, kupunguza mioto kwa maana ya inflammation mwilini. Ukiachana na hizo isoflavones, ina pia vitamini B9 na K1. Ni vichocheo vizuri kwenye utengenezaji wa damu. Maandalizi yake utatakiwa kwanza uzichemshe kwa muda mfupi. Na lengo la kufanya hivi, kwanza tunalenga kupunguza zile non-nutritional factors. Lakini pia itakusaidia kutoa ngozi ya juu. Ile ngozi ya juu ukishaitoa, ina maana kile harufu cha soya hautokisikia kwenye uji. Kwa hiyo baada ya hapo utazianika. Ukishazianika zikakauka vizuri, inakuwa inafaa kwa ajili ya kupeleka mashineni. Soya lishe utaweka nusu kilo kwa maana ya gramu 500. Kabla sijakutajia kitu cha tatu, naomba uweze kusubscribe. Pia kama unaona video hii kuna mtu inaweza ikamsaidia, unaweza ukabonyeza alama ya kushare kwake na yeye aweze kupata maarifa haya. Kitu cha tatu tunasema ni almond, au kwa Kiswahili zinaitwa lozi. Ni component ya msingi au ni kitu cha msingi katika uji wetu kwa sababu kitatupatia faida zifuatazo. Kwanza, ina mafuta mazuri kwa afya. Ina monounsaturated na polyunsaturated za kutosha mle. Almond ina protein pia. Ukiachana na vitu vingine, vitamin E ambayo ni nzuri kwa ajili ya afya ya ngozi, lakini pia ina madini ya calcium, lakini pia ina madini ya magnesium. Kwa upande wa almond, utaweza kuweka kiasi cha robo kilo. Inakuwa inatosha. Robo kilo kwa maana ya gramu 250. Kinachofuata ni kusaga. Ukisha saga mchanganyiko huu, baada ya kusaga nategemea utumie ndani ya wiki 2. Ikienda sana wiki 3.
Kama utakuwa unatengeneza uji ambao utaenda kuzidi muda huo, na shauri hizi amounts uzisage kivyake, kwa sababu mbegu zote zenye mafuta huwa tunashauri zitumike ndani ya muda mfupi baada ya kuziandaa, kwa sababu mafuta yaliyoko mle ni rahisi kupata rancidity. Akishapata hiyo kitu kinaitwa rancidity, yanakuwa tena hayaifai kwa ajili ya afya. Badala yake unakuwa hausaidii, unatengeneza changamoto mwilini. Kwa ujumla, unga wako wa uji utakuwa ni 1.3 kg. Uji nimesema ni uji wa kishua kwa sababu kwa baadhi ya watu inawezekana ikawa ni gharama kidogo. Gharama ya kutengeneza inaweza ikacheza kati ya hapo kwenye 20,000 mpaka kwenda kwenye 35,000 kwa upande wa 1.3 kg. Kwa hiyo sasa, kama huu unaweza kumudu hiyo, inakuwa ni kitu kizuri sana kwa ajili ya kutengeneza, kwa sababu uji huu kama tulivyosema una protein ya kiwango cha juu, yaani mpaka gramu 24 kwenye gramu 100 ni protein ya kiwango cha juu. Itawafaa watoto ambao wanakuwa, kwa sababu wanahitaji protini kwa wingi. Lakini pia kuna wale wagonjwa ambao wametoka labda kwenye magonjwa, wanahitaji kuongeza uzito. Lakini pia kuna wanaojenga misuli, wanahitaji protini nyingi. Kwa wale watu wa mazoezi inawafaa, ila pia kwa ajili ya afya kwa ujumla, kwa sababu tumesema watu wanaotaka kucontrol sukari inawafaa, watu wanaotaka kwenye changamoto za moyo ni uji mzuri kwao. Lakini pia wanawake tumesema ambao washafika umri wa menopause, ile kukoma kwa hedhi, uwepo wa soya unafaa. Lakini kwa ujumla ina maana unaweza ukatumia kama familia, kinywaji cha familia, ukawa unawapatia virutubisho vya kutosha. Kwanza kabisa, mwili wa binadamu unahitaji uwiano sahihi wa virutubisho ili seli ziweze kufanya kazi zake kwa ufanisi. Katika mchanganyiko huu wa oats, shayiri, soya na lozi, unakaribia sana kile kinachojulikana kitaalamu kama mlo kamili, kwa sababu unajumunisha makundi makuu 3 ya virutubisho: wanga, protini na mafuta yenye afya. Kwa upande wa oats, shayiri, hizi ndizo chanzo kikuu cha nishati. Kibiolojia, wanga uliopo kwenye oats huvunjwa polepole kwa glukosi, hali inayosaidia mwili kupata nguvu endelevu bila kupanda kwa kasi kwa sukari kwenye damu. Hii ni muhimu sana kwa ubongo na misuli, na ndiyo maana oats zinapendekezwa kwa watu wanaotaka kudhibiti sukari pamoja na watoto wanaohitaji nguvu ya kudumu. Kwa upande wa soya lishe, hii ni muhimu sana kwa sababu ya kiwango chake kikubwa cha protini. Protini hizi huvunjwa kuwa amino asidi ambazo hutumika kujenga na kurekebisha tishu za mwili, kusaidia ukuaji wa misuli na kuimarisha mfumo wa kinga. Soya kuwa na protini iliyokamilika inamaanisha ina amino asidi zote muhimu ambazo mwili hauwezi kuzalisha wenyewe, hivyo kuifanya kuwa mbadala mzuri wa protini za wanyama. Kwa upande wa lozi, almond, hizi hutoa mafuta mazuri ambayo ni muhimu kwa afya ya ubongo na moyo. Kibiolojia, mafuta haya huchangia katika ujenzi wa utando wa seli, hasa seli za neva, na pia husaidia katika uzalishaji wa homoni mbalimbali mwilini. Aidha, lozi zina antioxidants kama vitamini E ambazo hulinda seli dhidi ya uharibifu unaosababishwa na chembe huru, free radicals. Pia kuna umuhimu mkubwa wa mmeng'enyo wa chakula. Maandalizi ya soya kwa kuichemsha na kuondoa ngozi yake husaidia kupunguza vitu vinavyozuia ufyonzwaji wa virutubisho tumboni. Hii inamaanisha mwili unaweza kunyonya protein, madini na vitamin kwa ufanisi zaidi, jambo ambalo ni muhimu sana kwa watoto na watu wenye mmeng'enyo dhaifu. Zaidi ya hapo, mchanganyiko huu una madini muhimu kama magnesium, chuma, zinc na phosphorus. Madini haya yana mchango mkubwa katika afya ya mifupa, kazi za moyo na mfumo wa neva. Kwa mfano, magnesium husaidia utulivu wa misuli na mishipa ya fahamu, huku phosphorus ikiwa muhimu katika ujenzi wa mifupa na meno imara. Hata hivyo, ili kuongeza thamani ya lishe zaidi, unaweza kuboresha mchanganyiko huu kwa kuongeza kiasi kidogo cha vyakula vingine kama mbegu za maboga au hata dagaa waliokauka kwa watu wazima. Hii itaongeza wingi wa madini kama zinc na calcium pamoja na kuongeza utofauti wa virutubisho bila kuvuruga uwiano wa lishe. Na jambo la mwisho kabisa la kibiolojia ni hili: ingawa uji huu una virutubisho vingi na una manufaa kubwa kiafya, mwili unahitaji aina mbalimbali za vyakula ili kupata virutubisho vyote kwa ukamilifu. Hivyo basi, uji huu uwe sehemu ya lishe yako ya kila siku, lakini sio chakula pekee unachotegemea. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu,
na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapoupload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.